Okay. DJ Delos again. Naam, natumaini uko poa mtu wangu. Unaendelea kufuatilia channel ya DJ Delo 255. Mimi nakukubali sana. Basi hapa leo nimekuletea maswali 10 tata au maswali 10 yanayoulizwa zaidi kuhusu kumix muziki katika simu. Maswali ambayo watu wanajiuliza kwa asilimia kubwa juu ya kumix muziki kwenye simu. Basi leo tunayasoma na kuyaletea majawabu yake live bila chenga hapa. Na kwa kwanza tunaanza na swali namba 1 ambalo linauliza kwamba je, inawezekana kumix muziki kwenye simu? Swali hilo la kwanza. Naam, jibu ni kama hivi, ndio, kumix muziki kwenye simu inawezekana kwa asilimia nyingi tu na muziki ukatoka vizuri na clear kabisa. Anauliza tena mwingine, swali la pili, ni app gani au ni app ipi ni bora zaidi kwa kumix muziki hasa kwa mtu anayeanza, yani kwa beginner? Naam, swali zuri. Kwa beginner, app ambayo inaweza kuwa ni bora zaidi, mimi naweza kumshauri aanze na Cross DJ au Disk DJ au kuna DJ Mixer Studio. Zote hizi ni nzuri. Na kingine kikubwa ni kwamba mixer app zipo nyingi sana, kwa hiyo inategemea tu na mapenzi ya mtumiaji mwenyewe, anapendelea kutumia app yenye feature gani. Sawa. Swali la 3 nasema, je, nahitaji kuwa na MB au kwa lugha nyepesi nahitaji kuwa na internet ili kumix muziki kwenye simu? Hapana. Sawa, kuna baadhi ya app unaweza kuhitaji nyimbo ambazo kwenye kifaa chako uamini kwenye simu yako hauna, ukahitaji kuzi-upload kwa muda huo, sawa, internet itahitajika. Lakini kwa asilimia kubwa tunapendelea kumix muziki ambayo tayari tumesha download kwenye simu zetu na unayo tayari hiyo muziki kwa maana ya offline. Kwa hiyo haihitaji MB wala internet kumix. Ni kikubwa ni ile tu app yako umesha download, kama ni Cross DJ ama Disk DJ umesha download, unayo kwenye simu, unaifungua, tayari inaanza kukuomba ujaze nyimbo, yani utupie nyimbo ambazo utapendelea kuzimix. Naam. Swali la 5, swali la 4, sorry, kumla. Simu anauliza, simu kali tu inahitajika ama hata simu ya kawaida ambayo ni smart inaweza kufanya kazi ya kumix? Naam. Hapa bwana, huyu mdau kwa swali lake naweza kusema simu zote zinaweza kufanya kazi, simu zote za smart ambazo angalau zinaanzia uwezo wa RAM 2 kwenda juu. Japokuwa kuna smart zingine zina uwezo mdogo, lakini asilimia kubwa simu zote zinaweza, ingawa zinapishana pia uwezo wa kuoperate hizo app kulingana na uzito wa app yenyewe. Mwingine ni swali namba 5 nasema, naweza kumix bila earphone? Ni kweli unaweza kumix bila earphone ukatumia tu speaker ya simu. Na mwingine anaweza connect na Bluetooth labda ya subwoofer au speaker yote ya ambayo iko nje ukaitumia waya tofauti na earphone. Sio lazima iwe earphone. Earphone ni nzuri pia, na kutumia speaker kubwa pia ni nzuri zaidi. Ila kutumia speaker ya simu inawezekana ndio, lakini muziki unakuwa sio clear, lakini pia huwezi ukasikia zile ladha ambazo tulikuwa tunazifanya katika effect zako, kama kuongeza bass, kufanyaje vile. Kuna vitu kwenye simu hautavisikia, kwa hiyo muziki hautapendeza. Mwingine ni namba 6, hii inasema, anaulizaje, nini maana ya BPM na BPM kumlazi? Hii ni kifupi cha neno beat matching. Hii bwana ni tuseme ni ufananisho wa beat, yani uko na disk mbili A na B. Sasa umekaribia kumaliza wimbo labda wa disk A, unataka introduce wimbo wa disk B kwa midundo inayoendana bila kuwabugu wasikilizaji, yani ile mipigo ile iendane kwa pamoja, isipige kwa kupishana. Sasa hii ndio inatumika. Sasa kitendo cha kuimechi katembea pamoja ndio tunaita beat matching. Ndio tunaendelea.
Na namba 7 anasema aina gani ya music inafaa kumix kwenye Android phone? Hapa bwana, muziki yoyote ile, wewe mradi unapendelea muziki wa bongo, unapendelea muziki wa taswida, unapendelea muziki labda wa gospel, yani namna yoyote ile, wewe kama ni mapiano, ili mradi wewe unapenda muziki gani na ni rahisi kupata, una mix tu kwenye simu, haina masharti. Namba 8 anauliza naweza kurekodi? Sawa, ndio, kurekodi inawezekana anapokuwa yani anamaanisha unapokuwa una mix muziki unahitaji kurekodi, ikiwa yani baadaye upitie usikilize, yani iwe kama kumbukumbu utunze labda kwenye kifaa chako, ndio inawezekana kabisa, inawezekana. Mwingine anasema huyu namba 9 anasema mix ya simu ni sawa na laptop au kompyuta? Ndio, mixing app za kwenye simu zinapishana, zinatofautiana tu muonekano na utendaji kazi wake unapishana, lakini kinachozalishwa kinaendana na ile mixing ya kwenye kompyuta au kwenye laptop, nikiwa na maana ya video DJ. Ingawa kwenye laptop kule kuna baadhi ya vitu ambavyo unavipata kwenye simu au utavipata, lakini kuna vitu ambavyo vina match sambamba kabisa, kama hizo beat matching, scratching na mengine kadha wa kadha, yapo yanayoendana kabisa. Na namba 10 ambayo ni namba mwisho tunafunga, anasema kwamba je, itanichukua muda gani kujifunza kumix kabisa nikawa na uwezo wa kutosha au nikawa mzoefu? Hii bwana haina muda maalum. Hii inategemea na kichwa cha mwanafunzi mwenyewe, aidha tuseme mtumiaji wa hizi app. Kichwa chako kama ni chepesi, basi unaweza ukajifunza hata ndani ya siku moja ukajikuta umeelewa vitu vingi na ukaingia kwenye list ya wazoefu ambao wanaweza kutumia vizuri app za DJ mixing. Kwa hiyo hii haina muda kwamba bwana tukwambie eti wiki 2 au mwaka, hapana. Hii inategemea na kichwa chako na wepesi wako wa kujifunza na kuzoea hizi mixing app. Basi kwa leo sina la ziada, mimi naishia hapa. Asante kwa kutazama, nikuombe endelee kusubscribe channel yako pendwa ya DJ Dero 255. Hakika hapa utaendelea